Kwa mujibu wa sheria ya usajili na usimamizi wa bodi za wadhamini sura ile ya 318 kile kifungu cha 15 kina mambo mengi. Pale ninapokuwa mimi nimepokea malalamiko kuhusu ubadhilifu kwenye bodi fulani ya wadhamini, kile kifungu kinaniruhusu mimi kama mkabizi wa C kwanza kuwaita wale wajumbe wa bodi ya wadhamini, kukaa nao na kuwaeleza yale malalamiko ambayo nimepokea. Lakini kakuta yale malalamiko ni makubwa, sheria inaniruhusu kuunda kamati ya uchunguzi dhidi ya zile tuhuma. Kwa hiyo hiki kilichofanyika kiko kwa mujibu wa sheria. Lakini vile vile sheria hii inanipa mamlaka, baada ya kuwa nimepokea ile taarifa ya uchunguzi na nikabaini kwamba kuna zile tuhuma ambazo niletewa zina ukweli kwa kiasi fulani, sheria inanielekeza ile taarifa niwasilishe kwenye vyombo vya uchunguzi. Kama ambavyo CAG amesema wakati akiwasilisha taarifa yake, kuna baadhi ya maeneo alishindwa kuyafikia na kuna baadhi ya nyaraka alishindwa kuzipata kwa sababu sheria yake haimlazimishi mtu yule atoe hizo nyaraka. Sasa ina maana bado kuna eneo ambalo limebaki halijafanyiwa kazi. Ndipo hapo mimi kama mkabizi wa C kwa mujibu wa sheria hii ya usajili na usimamizi wa bodi za wadhamini kifungu kile cha 15 nitalazimika kuipeleka hii taarifa kwenye vyombo vya uchunguzi ili yale maeneo ambayo CAG alishindwa kuyafanyia kazi yaweze kufanyiwa kazi. Mimi kwa mujibu wa sheria na sajili hizi bodi za wadhamini, ambao wale wajumbe wa bodi za wadhamini wana jukumu la kusimamia zile mali kwa niaba ya waumini au wanufaika. Hawatakiwi kuzifuja, hawatakiwi kujinufaisha wenyewe na zile mali, wanatakiwa wazisimamie kwa manufaa ya waumini au wanufaika ili wanufaika waweze kunufaika nazo. Sasa inapofika mahala wale wanaosimamia zile mali kwa niaba ya waumini wanazifuja, ile tena pale sio swala la kiimani au la kiroho, ule ni uhalifu. Hatuwezi tukaunganisha masuala ya mali na masuala ya kiroho. Kwa hiyo nimepokea taarifa, lakini kiujumla wake nimeona kuna maeneo yatakayo nipelekea mimi hii taarifa nipeleke kwenye vyombo vya uchunguzi. Naomba hili liwe wazi. Na nitaomba tutoe ushirikiano, kwa sababu lile lilofanyika kule, kama mtu amekula fedha, sio swala la kiimani, ule ni ubadhirifu. Na mimi kama mkabizi wa C natakiwa nisimamie ili ubadhirifu usitokee kwenye hizo bodi za wadhamini. Ndio jukumu langu. Ukija kwenye ishu ya ambayo hata msaidizi wa KM kaiongelea, hata kwenye ripoti imeongelewa, lakini hata sisi kabla tuliwahi kuifanyia kazi tuliona ya kwamba viongozi kuwa wajumbe wa bodi, nakumbuka mliokuwepo hapa tulishawaambia na barua tulishawaandikia kwamba ninyi viongozi msiwe wajumbe wa bodi ya wadhamini. Ikabidi sasa ni waondoe, lakini kwa wakati ule kwa sababu nilikuwa sijapata watu sahihi nikawarudisha wale, lakini kawaita wajumbe wa bodi ya wadhamini wa muda. Mmoja wapo yupo hapa. Uongo bwana. Lakini kwa sababu
na sheria inavyonielekeza. Ninapokuwa nimepokea kwa mfano taarifa hii nikaona kuna viashiria vya ubadhirifu, sheria inaniruhusu kususpend ile bodi iliyopo. Kwa maana hiyo, kwa kupitia kikao hiki, pamoja na kwamba taarifa nimeipokea nitaenda kuisoma zaidi, lakini kwa kupitia kikao hiki ile bodi ya muda niliyounda wakati ule nimeisuspend. Na nitaomba, nimeambiwa kuna uongozi mwingine mpya wa kanisa, nitaomba ndani ya siku 7 mniletee mapendekezo majina 10 ambayo mimi nitayafanyia kazi, ili niunde bodi ya muda ambayo itasimamia mali za kanisa wakati kanisa mkifanya utaratibu wa kuwachagua wajumbe wa kudumu. Hili naomba viongozi wa kanisa. Ina maana ile bodi ile iliyokuwepo mwanzo tumesuspend, ili tupate bodi ya muda kidogo isimamie haya, kwa sababu kama tumeona kwamba kuna mali zingine ni za kanisa lakini ziko kwenye majina ya watu binafsi, na bodi ilikuwepo. Sitaki kuingia sana, lakini unaweza kuona kwamba kuna mahala ambapo wanaonyesha kwamba kuna fedha zilikuwa zinatoka bila idhini, sijui kuna tenda zilikuwa zinatolewa bila utaratibu, yani mambo mengi, lakini yale mambo yote ni ya bodi ya wadhamini. Ndio walikuwa wanatakiwa wasimamie, ambalo ndio eneo ambalo mimi nasimamia mimi. Kwa hiyo niwaombe viongozi wa kanisa, ndani ya siku 7 mniletee majina 10 mnayopendekeza, lakini sheria inanipa mimi mamlaka ya kuunda kamati ya muda ya kusimamia taasisi pale ile bodi ya wadhamini inapokuwa imemisbehave. Kwa hiyo naweza nikamteua mtu yoyote yule, lakini busara inanielekeza kwa nini nimtoe nje mtu wa kanisa. Kwa hiyo niombe viongozi mnisaidie majina 10. Alafu miongoni majina 10 mimi nitateua wajumbe wa muda ambao watasimamia mali za kanisa wakati nyinyi mkifanya utaratibu wa kuwateua wajumbe wa kudumu. Ni kwamba malalamiko yaliyowasilishwa kwenye ofisi yangu June 2020 ambayo yalirasimishwa rasmi sasa kwa barua mwezi August 2020 yalikuwa yanahusu mambo makuu mawili. Upande mmoja ulikuwa unahusu fedha na mali, na upande wa pili ulikuwa unahusu mapungufu yaliyopo kwenye katiba. Kwa ninavyokumbuka, lile andiko la maeneo ya mapungufu lilipoletwa tuliwasilisha kwenye kanisa kwenye union zote mbili. Kwa hiyo kama hamkupata nakala zile documents, tafadhali naomba tuwasiliane ili tuweze kuwapatia. Lakini kwa ufupi ni kweli kunahitajika maboresho na marekebisho kwenye katiba ya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, kwa sababu muundo wa kanisa jinsi ulivyo unaleta athari ya ufanisi wa utendaji kazi hata kwenye bodi ya wadhamini. Kanisa la SDA limesajiliwa, lina usajili mmoja, lakini ndani yake kuna union 2. Lakini kila union ina mamlaka kamili na inajitegemea, na hakuna union moja inayoweza kumsimamia au hata kumuuliza lolote union nyingine. There is a Chinese wall there. Na hata mabadiliko ya uongozi wanakuambia kwamba tuna miaka 2.5 viongozi wa kanisa la SDA watakuwa kutoka Ntuku, miaka 2.5 watatoka Stum. Lakini ukija kuangalia kwenye katiba unajiuliza, hii change over ya executive committee imepata authorization kutoka kwenye mkutano mkuu? Jibu linakuja kuwa ni hapana, bali ulikuwa ni utaratibu ambao ulikuwa umewekwa. Sasa hata kwenye bodi ya wadhamini mwenzangu atakuja kuzungumzia, lakini malalamiko ambayo yaliletwa ikawa inaonekana mingine kama ana crossover hivi, lakini ukitaka kwenda kufanya ukaguzi kule ndio unakuta changamoto ambao wakaguzi waliface kule Ntuku. Sasa taarifa hatukuzipata. Kwa sababu malalamiko yalileta mwanzoni yalikuwa yanaonekana yanaigusa Stum peke yake, kumbe mengine yalikuwa yamespill over kwenye Ntuku. Sasa kutokana na haya na mambo mengine mengi ambayo tutakuja kuyaweka kwenye maandishi, tunaona kuna haja mfanye maboresho au marekebisho ya katiba yenu, na ni vizuri kafanyika haraka ili kuweza kurudisha hali ya kanisa kwenye utulivu na ufanisi katika utendaji kazi. Na najua kuna maboresho mengi ambayo yalifanyika hapa katikati ya kuanzisha fields, ni jambo jema, lakini unfortunately lilifanyika
in defiance ya maelekezo ambayo tulitoa. Nia na dhumuni letu lilikuwa ni jema. Kwa hiyo ninaona zile structures ambazo zimeongezwa lazima na zenyewe ziwe reflected kwenye katiba. Otherwise vyote hivi vinakosa uhalali wa kisheria. Jambo la pili ambalo ningependa kulizungumzia ambalo kwa siku ya leo limezungumzwa hapa kidogo ni masuala misingi ya utawala bora. Naona sehemu nyingi limetajwa transparency, hakuna minutes, hakuna taarifa iliyokuwa imetolewa, nyaraka hazitolewi. Sasa kwa kweli kama mimi na mwenzangu tungekuwa tunatekeleza sheria kama ambavyo inatutaka, nadhani leo tungekuwa tunazungumza mambo mengine, lakini sheria ya jumuiya imeweka masharti makali kwenye kifungu cha 18 kwamba kuto kuzingatia misingi ya utawala bora ni jambo ambalo linaweza likapelekea usajili wa jumuiya ya kiraia kufutwa. Lakini tukasema hatuwezi kufanya hivyo. Hawa ni viongozi wetu na sisi tuko hapa kuwasaidia ninyi. Kwa hiyo ndio maana unaona tukawa lenient kujaribu kufanya engagement. Kwa hiyo ni muhimu as we move forward, kama ambavyo mwakilishi wa KM amesema, ripoti hii inatukumbusha zile 4R za Mheshimiwa Rais, rebuilding. Kwa hiyo kwenye siku zijazo ni matumaini yangu kwamba rebuilding itakuwa in practice na reconciliation pia. Kwenye masuala ya uongozi wa taasisi za dini hizi, sisi huwa tuna falsafa, huwa tunawaambia viongozi kwamba migogoro tunayoiona kwenye taasisi za dini huwa inaanza kama manunguniko. Kwa manunguniko yasipofanywa kazi kwa wakati yanazaa malalamiko. Malalamiko yasipofanywa kazi kwa wakati yanazaa migogoro. Migogoro husababisha mipasuko, migawanyiko na uvunjifu wa amani. Sasa hapo vyombo vya serikali vitakavyoingia kati havitakuwa mimi na huyu bwana, vitakuwa ni vyombo vingine tofauti. Kwa hiyo ni vema hilo nalo likazingatiwa. Tumepokea taarifa ya mabadiliko ya uongozi, lakini kwa sababu ile taarifa iliwasilishwa katika kipindi cha katikati cha huu mchakato wa ukaguzi, tukaona baada ya kupokea taarifa ya ukaguzi tutaidhinisha na kuthibitisha ya mabadiliko ya uongozi, ili sasa as we move forward tuweze kumove forward na viongozi wa kanisa ambao sasa wanatambuliwa, na uzuri wake baadhi tumeweza kuonana kwa uso.